Tumeshangaa sana kuona pia na mwenyewe William Ruto akijaribu kumzungumzia na kumongelea Rais Ibrahim Traore. Of course aliweza kumpa maua yake, lakini katika jambo ambalo pia limeweza kuwa ni trending sana na mostly famous trending story kwa sasa ni baada ya William Ruto kusema kwamba yeye ni bora kumshinda Rais Ibrahim Traore. Yani hajakataa uwezo wa Ibrahim Traore katika kuongoza nchi ya Burkina Faso, lakini anaamini na kama inatokea kwamba ile face to face interaction ya kielimu zaidi, basi anaamini kwamba yeye ana elimu na ana upeo mkubwa kumshinda Kapteni Ibrahim Traore. Na katika jambo ambalo ameweza kuzungumza kwamba nchi ya Burkina Faso ni nchi nyepesi sana kuweza kuiendesha. Kwanza ameweza kujiaminisha kwamba yeye William Ruto, nchi ya Kenya ina wananchi wengi sana, alafu ni nchi ambayo ni kubwa ukitofautisha na nchi ya Burkina Faso ambayo ni nchi ya kawaida sana. Kwa hiyo kuiongoza ni lazima itakuwa ni kawaida. Kwa hiyo watu ambao wamekuwa wakimpa ile marriage kubwa na kumpa credit sana Ibrahim Traore, kweli ni kiongozi mzuri na ni kiongozi ambaye amekuwa akisimamia jitihada ambazo yeye anazoziweka na kile anachokiamini katika demokrasia ya nchi ya Burkina Faso amekuwa akihakikisha kinafanyika na kutekelezwa bila ya kuyumbishwa wala kubembelezwa na wala pia kupelekeshwa na mtu wa aina yote. Anachokifanya habembelezwi wala hapelekeshwi. Yaani anachokihitaji na anachokifanya ni moja ya kauli nyundo tu. Kwa hiyo katika sehemu ya kumpa maua yake kiongozi bwana kwenye nukuu ambaye ni William Ruto, rais wa Kenya, ameweza kumpa maua yake na ameweza kusifia pia jitihada zake, lakini anaamini kwamba yeye ni bora zaidi kushinda Ibrahim Traore. Na ameweza kuzungumza kwamba ikatokea, hajazungumza kwa ubaya, ila ameweza kutoa mfano, inatokea kwamba Ibrahim Traore anakuja kuongoza nchi ya Kenya, basi hataweza kuchukua hata mwezi mmoja, ni lazima atang'olewa katika kiti cha urais. Lakini naye mwenyewe pia ameweza kujipa ile airtime kwamba ikatokea anaiongoza nchi ya Burkina Faso, basi pia hata mwenyewe atakuwa ni rais anayezungumziwa na kuongelewa katika nchi za Kiafrika. Kwa hiyo kila mmoja bwana anavutia upande wake, ila tatizo na ajabu ni kwamba watu wanaomsema na hata viongozi wanaomsifia na kumponda Rais Ibrahim Traore amekuwa sio mtu wa kuzungumza na sio mtu wa kujibu, bali amekuwa akifanya kazi na kufanya kile anachokiona kwake yeye ni sahihi, na sio muda wa kuwajibu watu ama kujaribu kuwaelezea watu kwamba yeye ni bora zaidi, ila anachokifanya ni kufanya vitendo. Kwa hiyo kazi yake ndio inayomwakilisha na kumuonyesha kwa watu kwamba yeye ni bora zaidi kushinda viongozi wengine. Bwana, cha msingi tukutane kwenye comment, lakini taarifa ambazo tuko nazo katika moja ya sehemu ambazo sasa hivi siasa imeonekana kuwa ni pendwa zaidi katika nchi za Kiafrika, baada pia ule mkutano mkuu wa mwisho wa ziara yake ya mwamba huyu William Ruto aliyeweza kuzungumza maneno hayo ya kuweza kumsifia, lakini pia naye mwenyewe pia kujipa ile airtime kwamba yeye ni bora zaidi kushinda rais anayezungumziwa kwa sasa.